Karibu mtazamaji wa Kuku Leo Farms, ukayajue mengi kuhusiana na ufugaji wa kuku. Leo nataka kukujuza mambo 7 ya kuandaa kabla ya kupokea vifaranga. Kabla ya kuanza kufahamisha, nikukumbushe kuwa kama ulikuwa bado hujasubscribe, basi subscribe channel yetu ili uweze kuyafahamu mengi yanayohusiana na masuala ya ufugaji, kwa sababu tumejipanga kuletea wataalamu mbalimbali, wakulima mbalimbali, lakini pia elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya ufugaji wa kuku. Kabla ya kupokea vifaranga, ni muhimu kuandaa banda na vifaa vizuri ili kupunguza vifo, magonjwa na kuwafanya vifaranga wakue haraka. Na haya ndiyo mambo muhimu ya kufanya kabla vifaranga kufika. Kusafisha na kuua vijidudu kwenye banda. Kama inavyofahamika kuwa mfugaji yeyote anahitaji kufuga vifaranga anatakiwa kuandaa banda maalum kwa ajili ya vifaranga. Hivyo ni vyema kuhakikisha banda lako linazingatia yafuatayo. Kwanza, kuondoa takataka zote za zamani. Wapo wafugaji ambao wamekuwa wakitumia banda moja kulelea vifaranga. Hivyo inapoleta awamu ya kwanza, basi unapofikia level ya kuingia kwenye mabanda mengine, uhamisha na kuleta wengine. Ni kuhakikisha kwamba banda hilo linasafishwa kabla ya kupokea vifaranga wengine. Kwa mfano, kuondoa takataka zote za zamani kama samadi, vumbi na mabaki ya chakula, ili wale vifaranga wanapoletwa basi wanakuta banda hilo liko salama. Pili, kuhakikisha banda hilo linaoshwa kwa maji safi na sabuni. Hapa ni kwa wale ambao wanatumia banda ambalo ni kama chumba maalum. Hivyo ni vyema kama banda linaweza kuosheka, basi lioshwe kwa maji safi na sabuni ili kuondoa uchafu na wadudu ambao pengine wana hatari kwa vifaranga. Lakini pia kunyunyizia dawa ya kuua vijidudu. Hapa tunazungumzia banda lolote lile, katika kuhakikishia usalama vifaranga, ni vyema ikanyunyiziwa dawa maalum ya kuua vijidudu, na hii inapatikana madukani. Hii inasaidia kuondoa wale bakteria ambao ni hatari sana kwa kuku, lakini pia vimelea vya magonjwa mbalimbali ambavyo vinaweza kuhatarisha vifaranga wale kuweza kukua vizuri. Lakini pia unatakiwa kukumbuka kuwa banda hilo linatakiwa kukauka kabisa kwa siku kadhaa kabla ya kuingiza vifaranga. Lisiwe na maji wala lisiweze kuloa na kupelekea kuibuka kwa magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuhatarisha ukuaji wa vifaranga. Unashauriwa kuhakikisha banda lako linakuwa kavu ili kuepusha magonjwa na vimelea kuweza kuwashambulia vifaranga. Lakini jambo la pili la kuzingatia kwako wewe kabla ya kupokea vifaranga ni kuhakikisha unaweka matandiko. Hapa kutokana na mazingira kutofautiana, wapo ambao wao ni rahisi kupata maganda ya mpunga, lakini wapo wengine ambao ni rahisi kupata maranda ya mbao. Sasa hapa kila mmoja anatumia kulingana na kila ambacho kinapatikana kwenye eneo lao. Matandiko yanatakiwa yawe na unene wa kama sentimita 5 hadi 10. Lakini kuhakikisha pia matandiko hayo, kwa maana ya kwamba maranda yanakuwa makavu ili kuepusha magonjwa. Kama tunavyojua kuna maranda ambayo yanaletwa yakiwa hajakauka. Ni vyema kuhakikisha kwamba yameanikwa na kukauka ili yanapoingizwa bandani basi yasiweze kuleta hali fulani ya unyevu. Swala lingine la kuzingatia ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na joto, yani bruda. Unatakiwa kujua kwamba vifaranga wanahitaji joto, hasa wiki ile ya kwanza. Ni ya muhimu sana kuhakikisha kwamba vifaranga wanapata joto linalohitajika kabisa. Na kwenye joto hapa unatakiwa kutumia taa ya joto au kutumia jiko la mkaa au bruda ya umeme. Lakini pia joto la banda liwe ni takriban nyuzi 32 hadi 35 kwa siku, hasa za mwanzoni. Lakini pia kuwasha joto kwa masaa 3 hadi 6 kabla ya vifaranga kufika. Hii itasaidia kuhakikisha kwamba banda lako linakuwa na joto kabla ya vifaranga kuingia, na pale wanapoletwa vifaranga basi kufikia kwenye eneo ambalo lina joto linalohitajika, ili kuepuka kukabiliwa na baridi na hali fulani ambayo inaweza kuleta madhara kwa vifaranga hao. Kwa hiyo kwenye swala la joto ni swala muhimu sana ambalo mfugaji anatakiwa kuliwekea umakini. Lakini tukija swala la 4 ni kuandaa vyombo vya maji na chakula. Hapa sasa mfugaji anatakiwa kuhakikisha kwamba unaweka vifaa vya kutosha vya maji na chakula. Lakini pia kuhakikisha kwamba unasafisha vyombo kwa uzuri zaidi kabla ya matumizi, kwa maana ya kwamba vyombo vya aina zote mbili, vifaa vya maji vinatakiwa kusafishwa na pengine ikiwezekana vikakauka kabla ya kuwekwa maji. Lakini pia vyombo vya chakula kuhakikisha kwamba vinakuwa safi na salama, ili kuepusha kuwa na vimelea ambavyo vinaweza kapelekea sasa wanapokuwa wakitumia yale maji basi kujikuta wamevila au wamevinywa na kusababisha matatizo kwao kiafya. Lakini pia kuweka maji safi tayari kabla ya vifaranga
hawajafika. Sasa hapa kwa sababu kuna kipengele kingine nitakueleza kuhusu dawa na vitamin. Hapa tuko kwenye eneo la maji na chakula. Ni vyema pia kuhakikisha kwamba maji hayo unayotumia au unaowekea au vifaranga kuja kuyatumia yanakuwa ni maji safi na salama na yanawekwa mapema tu kabla ya vifaranga kuwasili. Lakini swala jingine kwenye eneo la chakula na maji ni kuweka chakula kilicho bora, kwa maana ya kwamba starter. Na hii starter ni chakula maalum ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya vifaranga, kimezingatia vitamini vinavyohitajika kwa ajili ya makuzi ya vifaranga. Natakiwa kulizingatia sana kwa sababu chakula hiki ni cha muhimu sana katika makuzi ya kuku. Lakini namba 5 ni kuandaa dawa na vitamin. Utashangaa sana kwamba kwa nini kwenye maji siyakwambia uweke glucose na uweke vitamin. Ni kwa sababu kuna kipengele tu maalum na nimekuweka kama kipengele ili kuwekea msisitizo wa kuhakikisha kwamba unaandaa swala hili. Katika kuandaa dawa na vitamin, hapa tunasema wakulima wengi huanza na maji yenye glucose na vitamin ili kuwasaidia kupunguza stress ya usafiri au vifaranga. Kama tunavyojua kuna vifaranga wanapokelewa wakiwa tayari wamechoka kwa maana ya kusafiri umbali mrefu. Kuna vifaranga wanatolewa Dar es Salaam, labda wanapelekwa Kagera, wanapelekwa mikoa ya pembezoni kabisa, kwa hiyo wanakuwa wametumia umbali mrefu kusafirishwa. Kwa hiyo unapowekea vitamin basi unawasaidia kuondolea stress, lakini pia unapowekea glucose unawasaidia kuwapa nguvu. Unajua wanakuwa wamedhoofika, kwa hiyo nawapa nguvu. Lakini swala jingine katika eneo la dawa na vitamin ni kuhakikisha una dawa muhimu za awali ambazo hasa zinasisitizwa katika malezi ya vifaranga. Namba 7 ni kuhakikisha una udhibiti wa hewa na usalama wa banda. Hapa sasa tunazungumzia swala la hewa. Mfugaji unashauriwa kuwa banda lako liwe na hewa ya kutosha, lakini pia lisipitishe upepo mkali. Hapa kuna tofauti kati ya upepo mkali na hewa ya kutosha. Hewa ya kutosha ni kwamba kuku wawe na uwezo sasa wa kuweza kuexchange ile hewa wanayovuta na kutoa. Ni swala muhimu sana swala la hewa ya kutosha katika mabanda, ili kuwawezesha wale kuku kuweza kuwa na upumuaji mzuri na wa kutosha. Lakini pia kudhibiti upepo mkali, kwa maana ya kwamba upepo mkali usiweze kuwaingia kwa sababu una uwezo wa kuwadhuru wale vifaranga. Lakini swala jingine katika eneo la udhibiti wa hewa na usalama wa banda, unatakiwa kuziba mashimo ili kuzuia panya, paka na wanyama wengineo kuingia ndani na kuweza kuwadhuru wale vifaranga. Lakini pia kuzuia pia hata wadudu wanaoweza kuwashambulia na kusababisha matatizo kama vifo. Kwa hiyo ni swala la muhimu sana hilo la kuziba mashimo. Lakini swala la 7 na pengine swala la mwisho, lakini sio kwa umuhimu, ni kupanga nafasi ya vifaranga. Na kuhakikisha kwamba vifaranga wako hawabanani sana, wanakuwa katika hali ya kujitawala. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba vifaranga hawa wanapata nafasi ya kutosha, na lakini pia wasibanane sana, kwa sababu wakibanana ni changamoto sana kwenye afya zao. Lakini jambo ambalo watu wengi hawalisisitizi, lakini pia ni muhimu mfugaji kujiandaa kisaikolojia, kuweka usimamizi na uangalizi wa karibu kipindi chote vifaranga wanapokuwa kwenye buruda au kwenye banda. Kwani kuna vitu vingi vya kufuatilia. Kuna masuala ya joto, kwa wale hasa wanaotumia majiko ya mkaa, linatakiwa kuwa la wastani, lisiwe juu wala lisiwe chini sana. Lakini pia kuna swala la maranda ya kutokumwagikiwa maji, kwa maana ya kwamba maranda iwapo yataloa basi yana hatari kubwa sana kwa vifaranga. Kwa hiyo unatakiwa kuelekea umakini, lakini kuhakikisha hawasongamani kwenye banda. Kuna muda inafika unatakiwa kuwatawanya ili wasibanane sana, kwa sababu hao vifaranga pia wana tabia, wanapokosa joto la kutosha basi wao usongamana sehemu moja. Japo sitakuja kupata darasa mbele juu ya mambo ya kuchunga kwenye banda la vifaranga, lakini nimeona pia ni bora ukayafahamu haya. Lakini dokezo zaidi ni kwamba ni vyema kuweka muda wako kutosha pindi unapokuwa kwenye malezi ya hawa vifaranga. Kuweka muda wako kutosha kuhakikisha kwamba unawahudumia muda wote inapotokea changamoto. Basi ukizingatia hayo, ninakwambia vifaranga wako wataweza kukua kwa 100%. Una uwezo wa kuwalea na wakao kufikia hatua ya ukuaji wakiwa wote wazima, kwa sababu utakuwa umewahudumia vizuri. Katika darasa hili tutaendelea kufahamishana mengi kuhusiana na swala la kuku, lakini kama bado ulikuwa hujasubscribe, basi fanya hivyo sasa ili uweze kufikiwa na elimu nyingi zaidi kuhusiana na swala la ufugaji wa kuku.